Kwenye mfungo ambao tunaendelea nao na bado tutaendelea kufunga sehemu mbalimbali, ya kwamba neno fasting, yani neno mfungo huo au kufunga, linabeba maana nyingi sana katika maana ya lugha tekelezi. Tuliangalia siku ya kwanza inahusu kutesa nafsi. Juzi tuliangalia ni kufunga pia inahusu kujizuia au kuacha. Kwa hivyo manake unapoambia funga, manake kuna vitu umezuiliwa kutofanya au umeagizwa kuacha. Kwa hivyo tunaleta maana hiyo kwenye maana ya kufunga, to abstain. Kwa hivyo tuna abstain from many things, mambo mengi sana inabidi tuache, na hatuachi tu katika wakati wa kufunga. Hii pia inatusaidia kuwa na mwendelezo, maisha mazuri mbele ya Bwana. Ndio maana tunajifunza neno lingine pia tunalipata katika kufunga, neno lingine ambao pia linabeba uzito katika kufunga, inaitwa, tumelinganishwa wakati unaanza kufunga, wewe ni sawa na mwanariadha. Asante kwa amen moja, nilitegemea useme amen. Kwa hivyo unapofunga wewe ni sawa na mwanariadha. Ni kitu gani kizuri unaweza ukakumbuka kwa mwanariadha ambaye anastahili awe nacho kama moja ya sheria yao ambao unaweza kufikiria? Okay, kwa ajili ya muda, mwanariadha yeyote au mwana michezo yoyote, sheria number 1, nidhamu, discipline. Kwa hivyo mfungo una sehemu inatuonyesha kwamba sisi ni sawa kama mwanariadha ambao umejitokeza kwa zoezi hilo, aidha kama kukimbia au ni mpira au nini. Yani hiyo ni mfano tu lakini sasa kiroho, yani umejitokeza kwamba I want to run this race, na hii mbio siwezi kupiga bila kuwa na nidhamu. Kwa hivyo mfungo una sehemu ya kufundisha nidhamu wewe, na wewe ukisha kuwa mtu wa nidhamu, ni rahisi sana wewe pia kuelekeza wengine nidhamu. Kwa hivyo ni sehemu kubwa sana ya maisha ya Mkristo, maana maisha tunayoishi tunaweza tukapenda tukaishi maisha yetu, lakini bila nidhamu ya kusema, nidhamu ya mambo mbalimbali, kwa sababu ndivyo ilivyo Ukristo. Kuna mengi unaweza ukalazimishwa kufanya. Kuna kipindi hapa assistant bishop alikuwa anasema sana, jamani msitoke, msiende, kaeni. Nikaangalia, hii watu huwa wanafunga kweli? Kwa sababu mtu ambaye anafunga ni lazima mfungo itamfundisha discipline. Ungesema amen jamani. Na hiyo nidhamu inahusu Mkristo yoyote. Huwezi kuendelea kufunga kanisani na hauna hata nidhamu. Nidhamu ya kutulia, nidhamu ya kukaa katika kuheshimu vitu ya Mungu. You have no discipline, then kila siku unapofunga hiyo kipengele basi hauizingatii. Kwa hivyo maana yake mfungo ni sawa na mwanariadha, na ndio naona mtu akitaka kwenda either kukimbia au kucheza, ni lazima apewe rules. Anapewa rules kwa sababu ndio sehemu ya nidhamu, ili akimbie vizuri, ili ya kwamba ashinde, ili ushindi uonekane. Hakuna mwanariadha yeyote ambaye anaweza kuruhusiwa ndani ya mbio au mchezo kama hata kuwa tayari kuzingatia discipline maisha yako. Na ndio naona hata kuna wengine wanariadha, kuna vyakula hawaruhusi kutumia wakati wako kwenye kipindi ya zoezi ya kwenda kukimbia, wanazuiliwa kula. Na wengine wanawekwa ndani ya kambi, hata miezi 6 wanakaa, wanahama makazi yao.
Do you know why? Wako ndani ya kambi. Discipline. Iwe ni mavazi, wanaonyeshwa ni mavazi gani wanastahili kuvaa. Discipline. Unastahili kukimbiaje ukienda kwa watu, utabehave namna gani? Discipline. Na hata ikiwa kwenye vyakula, unakula chakula aina gani? Discipline. Kwa hivyo mfungo una sehemu ya nidhamu, na hii nidhamu, usiangalie Biblia ni kama story iliandikwa. Iliandikwa kwa sababu kuna lugha tekelezi ambayo inakupa maana ya kitu kilichoandikwa wewe. Lakini unaweza ukasoma ukafikiri huyu aliandika alipiga story. No, walikuwa ndani ya roho na waliandika wakijua ya kwamba kuna mtu atatamani zoezi, kwa sababu mfungo ni zoezi. Wewe sio wa kwanza, na mtu aseme amen jamani. Na hawezi kuingia kwenye zoezi ambao wenzako walifanya alafu wewe ukaingia kichwa. Utapotea, utaumia. Kwa hivyo nidhamu ni sehemu ya mfungo. Sawa na Wakorintho wa kwanza 9:24. Wakorintho wa kwanza 9:24. Wakorintho wa kwanza 9:24. Na Mungu wetu atatubariki sana. Wakorintho wa kwanza 9:24. Tunapata andiko pale. Je, hamjui? Hiyo ni swali unaulizwa. Je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokea tunzo nani? Mmoja. Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Umeambiwa, know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that ye may obtain. Kimbia hivyo hivyo ili na wewe upate. Kwa nini mtume kaandika haya? Mtume hakuandika kwa wanariadha wa kawaida. Alikuwa anarifaa kwenye vitu vya rohoni. Alikuwa anarifaa, manake ni maisha. Anakuambia kama ni hivyo basi nidhamu. Na ndio naona amesema, je, hamjui ya kuwa watu wengi ambao wanaoanza kukimbia mbio huwa wanakimbia mbio, lakini in the process of running inapatikana wengine hawana nidhamu. So hata kama alikimbia half, ile nidhamu akikosa inamuondoa kwenye race. Na hata kama amekuwa amebakisha mbili, and that is why mkimbiaji yote akiambia run this lane, kimbilia hapa, ukikuta unakimbilia pale, ndiyo imeisha. Uweza hata kusema samani, uliambia unakimbilia lane gani? Kama uliambia utakimbia hapa mpaka ifika, imeisha. Discipline. Kama kuna kitu ambao tunastahili kuomba kwenye mfungo huu, ni Bwana aachilie roho ya nidhamu. Kwa sababu Mungu akiachilia roho ya nidhamu, mfungo ni kitu nyepesi sana. Why? Kwa sababu ndio maana kinatupa vitu vya kufanya na vitu vya kutofanya. It is only a disciplined mind. Ni yule tu mwenye akili iliyo na nidhamu. Na ndio naona kwamba kanisa, nimesema hivi, kama tutaendelea kufunga na kufunga na kufunga, lakini at the end tunakosa nidhamu, then hiyo kipengele kwa mfungo manake haipo. Unaweza kawa umefanya mengine ukanyofoa ya kipengele ya nidhamu ya mwanariadha. Sasa hebu jiulize, utakimbiaje kwenye mfungo huu bila nidhamu husika, kama vile tulivyo wengi hivi, alafu apate mtu mmoja? Inaleta maana gani? Haifai. Ninatamani ya kwamba kama vile tumetangaziwa, ni sawa tumeingishwa kwenye zoezi la kukimbia kiroho, tukimbie basi vizuri, na tunapokimbia vizuri tushinde wote. Na mtu aseme amen jamani. Kwa sababu tukishinda wote basi kanisa litapona. Na kwa hivyo mimi nategemea
Baada hii mfungo, kama ulikuwa ni mtu wa kuingia kazani kuzurura zurura, ukimwona mtu anatembea hivi kama kipepeo, muulize, wewe una nidhamu kweli? Muulize hilo swali kuanzia leo. Yaani asikupigeshe kelele. Wewe ukiona hatulii, ni kuingia kuchungulia kwenda, muite, mwambie, hivi wewe kweli una nidhamu kweli? Muulize hilo swali. Na akikwambia na umuulize la pili, wewe huo unafunga kweli? Basi umwambie mfungo wako bure. Do you know why? Huwezi kufunga na ushindwe nidhamu ya maisha. Why are you fasting then? Maneno yako ovyo, hujue heshima ya mkubwa na mdogo, hujue ufanye nini usifanye nini. Discipline. And that is why hakuna mahali popote dunia hii utaenda usipate nidhamu. Do you know why? Hata watoto wengine wanafeli shule, wanarudishwa manyumbani. Lack of discipline. Baba yake anaweza akalipa mahela mengi, lakini mtoto akiambiwa saa 2 report, fika hapo saa 3 uone kama hela yako itakusaidia. Hata mtoto akiambiwa darasa usitoke, akitoka, hata kama baba yake ni rais, atarudishwa huyo mtoto na shule, na anarudishwa na mwalimu. Very simple. Do you know why? Kuna sheria ina govern nidhamu. Kama sheria ziko zina govern nidhamu, hata kuna sheria za kiroho zina govern nidhamu. Na mtu aseme amen jamani. There's a law of discipline. Kwa hivyo mfungo ina sehemu ya kipengele ya nidhamu, na hii nidhamu ndio inatupa kushinda katika mifungo yote. Kuliko watu wote ionekane tu unatesa mwili wako au akili yako. Apply discipline. Maana unapo apply discipline, hata mbingu itasherekea. Nakwambia hata mbingu itasherekea. Na ndio naona ni vyema sana wewe kama Mkristo, mtoto wa Mungu, wale walio mbali na wale walio karibu, kama kanisa, kama kuna kitu ambao tunastahili kuelevate ili Roho Mtakatifu aendelee kufanya kazi, nidhamu. Nasema nidhamu. Nasema nidhamu. Kwa mfano leo mfungo huu unaenda kuombea kanisa. Watu wawe na nidhamu pia kuingia kanisani hata ni Jumapili. Kwa sababu kama Jumapili zetu tunasema tunaanza saa 12, why come saa 1? Wakati wewe kazi yako mwenyewe au kazi umeajiriwa, ukiambia uripoti saa 12, hutasema no. Utakuta umeamka hata saa 10 yuko pale. Lakini angalia hata ikija kwenye ibada zetu, unakuta mtu anaingia karibu kipindi ya sifa imeisha. Ile kipindi ya maombi imeisha, ndio mtu anakuja na kipochi chake. Sorry, sisemi tu wa mama, hata wa baba. Okay. Maana yake sisi tunaingia kanisani na kipochi au nani. Okay. Anyway. Now, nidhamu ni sehemu muhimu sana. Kanisa, I believe, tungeambiwa saa 12 ibada zetu zinaanza Jumapili, alafu unakuta watu wote Jumapili, unajua Roho Mtakatifu atatembea sana. Na utaona the glory of God. Kwa hivyo miujiza mingine, baraka zingine zinatukimbia kwa sababu kipengele ya nidhamu imenyofolewa. Do you know why? Kwa sababu kila mtu anataka kuwa vile anavyotaka. Kila mtu anataka kujiamulia vile anavyojiamulia. Si mbaya, lakini nani tashinda? Nomeshauriwa na mtume, kimbieni hivyo hivyo ili ukapate. Kwa maana yake usipokimbia sawa na masharti ya nidhamu, hupati. Sasa itakufaidi nini? Hata ungetoa mwili wako uchomwe, ungetoa maisha yako ujitese, na hauna nidhamu, itakufaidi nini? What shall it benefit you? And that is why it is very important. I believe wana mito ya baraka, tuombe Mungu atusaidie. Kama mito ya baraka Mungu akiwezesha, pia nidhamu yake ijulikane na wengine kwa jina la Yesu. Ya kwamba yoyote ambaye anaitanishwa na jina la mito ya baraka, wamjue Mkristo aliye na nidhamu katika yale unayofanya, yale unayasema, yale unayatenda, yale ambao unayofikiria. Think of those things. Hayo ndio mambo yanatusaidia kupata
au kushinda, because nobody anaingia kwenye mbio ni kama ana waste time. I believe hizi siku 7 siweza kupoteza muda, na Roho wa Bwana tusaidie kila mmoja kwa jina la Yesu. Mtume Paulo aliendelea kusema haya maneno pia, aliendelea kuyasema haya maneno. Mstari wa 27 anasemaje? Mstari wa 27 au 26 kwa ajili ya muda. 26 anasemaje? Turudi nyuma pale. 26 anasemaje? Hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama asitaye, napigana ngumi vivyo hivyo, si kama apigae hewa. And therefore so I run, not as uncertainly, but I keep under my body and bring it. Hallelujah. Screen mzee, tuko rohoni. Niende nyuma, niende mbele, niende mbele, niende nyuma. Hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama asitaye, napigana ngumi vivyo hivyo, si kama apigae hewa. I therefore so run, not as uncertainly, so I fight, I not as one that beateth the air. 27 nasemaje? 27 inasemaje? Bali na utesa mwili wangu. Fungo huo. Na utesa mwili wangu na kutumikiza, isiwe nikiisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa hasara hiyo. Which means mfungo lazima itufundishe, na inatufundisha nidhamu ya kwamba ni lazima mili yetu tuitiishe, because you are running your own race. Unakimbia kwenye leni yako wewe, na mwingine anakimbia kwenye leni yake. Kwa hivyo wewe usione mtu anafanya vituko ukamuiga, usione mtu anafanya vitu vya ajabu ajabu ukasema si yuko kanisani. Sio wewe. Wewe unastahili kuomba ya kwamba ile lane Mungu alikuweka, kimbia na nidhamu, kimbia na nidhamu. Na ndio Paulo anasema nisije nikaonekana nimetesa mwili wangu bure, au ni kama napiga hewani. No. Kwa hivyo mimi nawashauri, mfungo ina sehemu ya kipengele cha nidhamu. Paulo akaendelea kuyasema katika mafunuo hayo. Timotheo wa pili 2:5. Timotheo wa pili 2:5. 2 Timothy 2 and verse 5. Inasemaje? Timotheo wa pili 2:5. Hata mtu akishindana katika machezo hapewi taji asiposhindana kwa halali. And if a man also strive for a masteries, yet is he not crowned, except he strive lawfully. There is a law. Lawfully. Kuna sheria ya kwamba mtu hatapewa taji kama ile tunaimbanga, nikimaliza kazi nitafanya. Mbona msinisaidie kuimba na nyewe? Sasa mnashanga nini? Usiwe tu nina nidhamu ya kuimba na wewe. Tunaimbanga aje? Na hebu imagine umeambiwa hata wewe na mimi tukishindana kwenye machezo hatupewi taji. Paulo amekataa. Hatupewi taji is tusiposhindana kwa halali. Na ukiona mtu ananyimwa taji na ameshindana halali, Mungu ni mtetezi wake. God will be your judge. Kwa hivyo Mkristo yoyote ambaye anaingia kwenye mfungo, kipengele hichi kinakuhusu, ya kwamba we are running a spiritual a race ambayo iko na law. Tena English imesema lawfully.
lazima acheze, akimbie kisheria, lawfully. Maana ukicheza na sheria ya mfungo, and that is why in this book, kama utaipata, nimeainisha vitu ambavyo vinayofanya na mfungo. One is rule. A rule must be interpreted rightly so that you can run in a smooth way. Sheria ya michezo lazima itafsiriwe sawa sawa ili wewe upate kuikimbia vizuri. Na ndio maana tunakutafsiria moja ya sheria za mfungo. Ulimwengu tunayokaa, unaweza ukakaa maisha yake. Leo siwezi kusema sana, we have many churches around, lakini angalia nidhamu. Na mimi naomba kwa viongozi wote, wawe ni wanakwaya, wazee, vijana, jamani, hebu tujitahidi sana tuondoe hii dhana ya kwamba wanakwaya wakati wa mahubiri wanaenda kutembea. Situwe tuna nidhamu jamani. Kwani wewe unataka mtu asikilize wimbo wako, kwa nini usikae usikilize neno? Why do you want us to misbehave here? I believe in the mito ya baraka. Leo tunaenda kuomba. Waimbaji wa kuzurura zurura hatutaki kwa jina la Yesu. Tunataka mwimbaji aimbe atulie. Ukae chini usikilize neno la Bwana aliye hai. Hayo mapepo ambayo yanapeperusha miguu yako tunaingoa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa nini waimbaji hamwezi mkaweka sifa ya kwamba Dar es Salaam wakitafuta waimbaji wanayetulia wakati wa neno, wakiwakosa wanawapata ndani ya mito ya baraka? It will be a joy in heaven. Na mtu aseme amen. Maana leo waimbaji wetu wamejibeba sana. Wamejibeba sana. Kuna mmoja, siku moja nilijaribu naambia njoo Kenya, akaniambia uniwekee hapo 900,000. Nikasema Mungu wangu, na mimi mwenyewe silipangi. Sasa muimbaji 900,000. Yesu wangu. Na unaenda kuimbani. Anabe 900,000 weke hapo. Na kando hiyo nauli. Na mwenyewe nikimwangalia na kipimo ya 900,000 hawatoshani. Nikasema hili ni balaa duniani. Nikanyamaza kimya. Paka na kesho. Waimbaji, hicho haujajiundia mwenyewe, kimetoka mbinguni. Na kama kimetoka mbinguni, na mtu aseme amen jamani. Hii karakta ya waimbaji nye, ambao wewe unasikia kusisimuka wakati wa kuimba. Wimba ikishaisha unaduma, hiyo roho ishindwe kwa jina la Yesu. Nasema hiyo roho ishindwe kwa jina la Yesu. Be a person. Why? Mungu anaweza katimbia huo wimbo leo na unaona ni mwimbaji, lakini kesho atakuwa mwinjilisti, siku nyingine anakuwa mchungaji, siku nyingine. God is promoting you. Ni sehemu ya nidhamu ya maisha. Na ndio maana tunashukuru sana waimbaji wakijitokeza. Tunajua hata shetani anatetemeka mahali. And we pray ya kwamba wanasifa wote wa mito wa baraka wawe salama kwa jina la Yesu. Na mtu aseme amen jamani. Hakuna mtu anayefanya mbaya hapa, lakini tunaangalia swala la mfungo katika sehemu ya nidhamu. Discipline. Discipline very high. Discipline kabisa. Na moja ya mambo matatu kwenye nidhamu kwenye ulimwengu wa kawaida, na kusomea mambo matatu. Unapoangalia nidhamu ambao huzingatiwa sana kwenye ulimwengu wa kimichezo, na kutajia mambo matatu tu, what they really observe in the law of discipline. Number 1, emotional discipline. Yani nidhamu ya hisia, which means ile mihemko yako, mimi style, yani inatiliwa nidhamu kweli. Emotional discipline lazima iwepo, maana hautafanya bila unavyotaka. Hiyo ni katika discipline ya wanariadha kwenye ulimwengu wao wa kawaida. Number 2, kitu pia wanayezingatia is visual discipline. Yani jinsi wewe unavyo absorb things, unavyoona vitu. Kuna nidhamu ya kuona vitu, visual, ya kwamba wewe unaona mbali gani. They see this a disciplined man. Kuna wengi ambao wanaingia kwenye michezo hawaoni mbali, the visual sights very short, wanaona hapa. Kwa hivyo nidhamu kwanza, wanakuambia unaonaje mchezo huu? Ukiletwa leo, ukipewa nafasi hii, unaambia jamani, mimi naona nitakuwa number 1. Hiyo ni visual discipline. Ana mtu aseme amen jamani. Visual discipline
lazima waipate from you. Leo wengi tunakiri kushindwa sana. Leo wengi hatuoni far. Number 3, discipline wanayoangalia sana is physical discipline. Je, wewe una handle vitu namna gani katika ulimwengu kwenye your physical nature? Una handle vipi mambo ambao yanakuja mbele yako? Kwa hivyo mfungo, na ndio naona Yesu mwana wa Mungu aliye hai, neno la Bwana linasema alikuwa ni mtu wa nidhamu iliyo hai. He learned humility and discipline. Why? Kwa sababu alikuwa anafunga mbele ya Baba. Kanisa la sasa hivi kuna mambo tunaweza tukafanya mazuri, lakini tusikose kipengele ya nidhamu. Tusikose kipengele ya nidhamu. Na haya ndio mambo tutaenda kuomba leo. Tutaenda kuomba, manake leo ni maombi ya kanisa. Na kanisa nimesema hivi, tuombe Mungu mito ya baraka. Mungu aendelee kuinua kila mshirika, aheshimu na awe na nidhamu ya hali ya juu. Jina la Yesu libarikiwe sana. Nimekuambia hatusemi wanafanya mbaya. That is not where we are teaching. Lakini we are learning ya kwamba tunapofunga, mfungo ni sehemu kubwa ya kutuwezesha tuishi watu sawa na mwanariadha, sawa na mchezaji, sawa na mkimbiaji. Hiyo ndio idea unastahili kuwa nayo, na itakupa nidhamu sana katika ukimbiaji wako. Point chache tunaenda kuziangalia kwenye maombi ya kanisa. Maombi ya kanisa tunaenda kuangalia point chache. Nimekuambia kitabu kipo, huwezi kumaliza all teachings, kwa sababu pia tuna mahitaji tunayakilisha. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hivyo mengi utayapata katika hii kitabu. Now tukiangalia hitaji la kanisa leo, wewe ungeulizwa what is the greatest need? I believe leo tunaenda kuomba katika hii sehemu ya mfungo wetu. Tunaenda kuomba Mungu ainue uchumi wa kanisa la mito ya baraka. Na mtu aseme amen. Hujanielewa? Unajua huelewi neno uchumi. That's the only problem we are having with the we people. Hivi unajua kuna mtu akiambiwa uchumi you think about money. Lakini unajua kwa nini nakwambia tuombe uchumi wa mito ya baraka? Kwa sababu kikanisa, ndio naona kikanisa hujiendesha kwa miradi yake. Kikanisa inajiendesha sawa na katiba waliopewa na usajili ya kwamba you are free. So it's like another state, it's another government. Na hakuna serikali inayojitegemea kwanza bila kukuza uchumi. Kwa hivyo neno uchumi, uelewe uchumi wa kanisa sio sawa na uchumi wa nchi. Hiyo ni vitu lazima uelewe. Na nitakwambia leo, kwa sababu ukifikiri uchumi wa kanisa ni sawa na uchumi wa nchi, umekosea. That is why ulimwengu ndio naona inastahili kuserve the church. Kwa huo uchumi should bring it. Why? Kwa sababu kanisa katika uchumi wake mkubwa sana, Mungu alitengeneza maagano na baba zetu. Na haya maagano ambayo Mungu aliye hai aliyefanya na mababa yetu, hakuna kitu zaidi aliyowaambia, ila kila mtu aliambia nitakupa nchi. Kwa mfano, Ibrahim alipotolewa aliambiwa atapewa nini? Nchi. Kwani ni mmoja tu anajua Bible, wewe unajua nini? Si ujibu au unashangaa? Abraham akitoka aliambia takupa nchi. And God makes a covenant. Kwa hivyo ya agano huwezi ukaifuta. Cha pili, kiongozi wa pili, Moses alipotaka kutoa wana wa Israeli aliambiwa nini? Na kupeleka nchi ijayo asali na maziwa. Hakuna amen. Kwa hivyo ukiwa hapo usipokunywa maziwa ni juu yako, wewe ni mkimbiaji hodera. Utajijua mwenyewe. Ninakupa nchi itirikayo asali na maziwa, land. Number 3, Jacob
Wakati alikuwa mahali amekaa, ameweka kichwa hivi, Mungu amemtokezea, amemwambia, na nchi hii ulalayo nitakupa wewe na uzao wako wote. Which means utajiri, uchumi wa kanisa is something different na uchumi wa ulimwengu. Na ndio naona kwamba kwa lugha ya uchumi wa kimungu, Mungu hutumia sana neno inheritance. That is why akiita watu wake anawamobilize. Akisha wamobilize, kama sasa kanisa bila ilivyo hiyo, Mungu anaona huu ndio uchumi wangu sasa. Sasa Mungu akiona nyinyi ndio uchumi wa Mungu, sasa Mungu anaanza kutoa channel vile atakuwezesha kilicho kule duniani kiliokamatwa na mwenye dhambi, akihamisha akuletee wewe ili ufalme wake uende. Na mtu aseme amen jamani. Inaitwa economy ya Mungu. Ni tofauti sana kama vile ilivyoandikwa. Tusome basi. Inasemaje? Methali 13:22. Kwa hivyo unapoombea uchumi wa kanisa, hatuombee kama uchumi wa ulimwengu. Maana kanisa inabeba uzito na Mungu ndiye anatawala yote, kwa sababu nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Methali 13:22 inasemaje? Methali 13:22 neno la Bwana linasemaje? Methali 13 na mstari ni wa 20. Methali 13 na mstari wa 20. Neno linasema hivi: mtu mwema huachia wana wa wanaye urithi, na mali ya, maliza mwenyewe, na mali ya mkosaji huwa ni akiba kwa mwenye haki. A good man leaveth an inheritance to his children, and the weight of the sinners is laid up for the just. Kwa hivyo tunapoomba uchumi wa kanisa, una uwezo kumwezesha Mungu ya kwamba kile wana dunia wanakusanya usilie. Ni wewe tu kwa vizuri na Bwana ataivuta mwenyewe. Si ungesema amberi jamani? Ataileta, anasema na anasema and the inheritance, na anasema and the wealth of the sinners. Ndio naona sio ajabu Mungu akisema na mtu somewhere, usishangae. Those are the wealth for the just. Mungu anaacha wanaenda wanakusanya na ufisadi wao, wanafanya mambo yao, but God anajua economy ya church inataka yale mambo. That is why wewe ukiwa hapa kama mwana mito ya baraka, elewa hivyo. Na hii ni agano. Kwa hivyo sisi tunaposema neno uchumi, tunataja agano. Ili agano Mungu ashalidhibitisha na lipo. Hata kama baba zetu wa imani they are not there, lakini ya utajiri ipo. Mungu ashaidhibitisha. Kwa hivyo hapa hakuna maskini kwa jina la Yesu. Na mtu aseme amen jamani. Hiyo wingu la maskini lazima lihame. Na ndio naona every day Mungu alitoa andiko kwenye Kumbukumbu la Torati 8:18. Anasema ilo mkumbuke yeye, kwa sababu yeye ndiye anayekupa nguvu ya kupata utajiri, ili aendelee kulidhibitisha agano alilolifanya na baba zetu. Covenant ilikuwa land, tena good land. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata nini? Utajiri. God does not give us power to become poor. Mungu hajawahi kuwa na kumwinua mtu alafu amjazie umaskini. Lakini anasema ili alifanye imara, kwa sababu kuna watu wanataka kufanya that covenant to be weak. Kwa hivyo ukiona Mungu anakupa utajiri, anaimarisha agano. Na mimi najua kwenye hii mfungo
Bwana ataimarisha maagano aliyosema, na jina la Bwana libarikiwe. Na mtu aseme amen jamani. Hili agano alifanya na baba zetu, kama vile mito ya baraka ilivyo. Mungu kasema na Bishop Nama, leo anaendelea kuimarisha hili agano. Kwa nini alinimarisha? Sasa sema na wao wakakubali, wakasema ndio. Kwa hivyo sisi wana uchumi sasa, sisi ndio wana uchumi wa kanisa la mito. Na mtu aseme amen jamani. Sasa tukiwa wana uchumi wa mito, tunaendelea kuelekeza hiyo inheritance ije, tunaenda kuidai, ambao iko na mataifa wameikalia. Yaani tunaomba mpaka mtu anatoka anasema, jamani, nimeona kukana hii mali haifai, shika ufanye kazi ya Bwana. Ujue Mungu anahamisha, na mtu aseme haleluya. Kwa hivyo anyway, tusiende sana, lakini I really like the economy of the church, kwa sababu tunapoelewa kwa hiyo mtazamo, ni rahisi kuelekeza maombi yetu ya mfungo, ya kwamba how we pray. Na ndio naona si mbaya church ikiwa na mashamba maeka na maeka, ni transfer. Songesema amen. Hebu imagine mita ya baraka iwe na eka 200, unaonaje? Hapa hakuna mtu atalia shida, sababu ukiwa bado Mungu haja, utaenda pale ufanye kazi kidogo, mahindi inatoka, you won't. That is why church kama church, msizembee mashamba. Mkisikia na opportunity, kimbia kama kanisa, chukua. Hata ikiwa kona gani, chukua hiyo shamba. Usisema ati iko mbali. Mbali ni nini? Mbali ni mbinguni. Hizi kona zote hakuna cha umbali, ni Baba tu anasema amen. Hata ukisikia kuna nafasi Tanga kama kanisa, kimbieni Tanga, and then mshika hata hiyo 20, 100 whatever acres, ziacheni hapo. Kuna Mungu atainua watu, watacultivate. Hiyo ndio uchumi wa kanisa, na mtu aseme amen. Kwa sababu uchumi wa kanisa, yani kanisa limenunuliwa kumanage things ili mambo yaende vizuri. Kwa hivyo mimi naomba kama kanisa tusiachie haya mashamba wenye dhambi. Kwani ni ya kwao? Kwa nini wapate na sisi tusipate? It's a matter of commanding, na kuamuru Mungu wa agano la baba yetu adhibitishe. Kwa hivyo kanisa kama kanisa lazima liombe viwanja, liombe mashamba. Hakuna amen? Najua Bishop baba yetu hii Tanzania naijua. Kuna siku moja mwaka sijui jana, nilienda sehemu moja hapa, ukitoka Mbagala sijui naenda hiyo barabara ya Kiswahili sijui naenda wapi. Jamaa mmoja alinichukuanga, nikafikiri ndiye anaenda kuniua sasa. Mbali aliniambia njoo rafiki yangu. Nikasema wapi hapa, sijawahi. Kanielekeza situ magari, napanda, shuka hapa, shuka hapa. Nikashuka. Ile gari nilipanda jamani, inanipeleka porini. Nikaangalia kusione watu, ni tambarare mashamba. Hata haijawahi kufanywa kazi baba. Nikaenda jamaa alijichomeka katikati ndi. Alafu hapo katikati ukiangalia nyumba pale, ingine pale, ingine pale. Alafu yeye yuko hapo katikati. Alafu kajenga na kanisa. Nikamwambia wewe, ulifikiria nini? Anasema sio kufikiria nini. Hapa nimefuata uchumi. Na mtu asema amen jamani. Akasema nafanya hivi. Na li jamani lina akili, likaita ndugu zake kutoka kule Mbeya, likahamisha na ng'ombe zote wamehamia pale. Wameweka kambi, wamejenga na kanisa, wanaanza kuabudu. Jamaa amemilikishwa zaidi ya sijui eka 100. Yaani hata hajua zifanyieje. Na yeye yuko hapo katikati. Sasa wengine sasa hivi wakitaka kuja ndio wanaenda kwake, wanamuona kama mzee wa kijiji. Lakini alienda pale kwa imani, alikuwa hana. Sasa hii anazalisha ufuta. Amesema nataka kutengeneza kiwanda, awe mmoja wa kutoa hiyo rasilimali inaitwa ufuta. Na ni ukweli, ile hiyo sema nimeienda, ukweli haijawahi kulimwa tangia wewe. Ukifanya tu inaota tu hivi, si ndizi, sio nini.
The guy is there. Tanzania hapa. Hiyo ndio inaitwa uchumi wa kanisa. Na mimi naomba mito ya baraka ifuate mashamba kwa jina la Yesu. Kwani injili itahubiriwa namna gani? Fuate mashamba huko, wakulima wamejaa hapa, limeni ufuta na nyinyi mtoe. Mahindi toeni na mzalishe. Na mjenga ka mashini kale kakusaga. Tena inaandikwa lebo mito ya baraka original ufuta. Na mtu asema haleluya. Sema haleluya, mshangilie Yesu wewe na makofi na vigelegele. Sema haleluya. I tell you. Sio mtegemee shamba la baba, shamba la baba na mama la kwao hilo. Utalitegemeaje wewe? Nani kakwambia? Hiyo ni mali yao binafsi. Wapi? We must see the economy. Iko wapi? Na Tanzania mna fursa kweli. Sio kama hiyo ngambo nyingine yetu mnaijua tu. You have privileges. Yesu wangu. Nilienda huko mpaka na kesho nikasema ningekuwa nimeamua kuhamia ningefuata huyo jamaa. Lakini basi tu nikamwambia mzee jamaa alinipeleka. Na basi tu. I pray Mungu afungue macho ya kanisa kwa jina la Yesu. Na mtu aseme amen. Na yako na hiyo sehemu kitaka, hata nikimaliza hata hiyo namba baba kitaka nampa, ni ya pastor nampa, ampigie, amuulize huko wapi. Siku moja aenda mtembelea aone hiyo sehemu nimekuambia. Smart area, lakini hakuna mtu. Hata mpaka leo asema jamani wapi watu, wakuja chukua hii mashamba. Nenda tu pale kijijini wanaandikisha nini, wanatoa sijui 100,000 200,000. Hapo kanyaga mguu yako. Hapa tumetembea mzee, usituone. Wewe unafikiri ati ni kupiga piga hapa tu kede? Tumetembea. Oyo. Na mtasema haleluya we. Tusimame kwa mguu yetu. Church. Yani inapofika kwenye uchumi wa church, we pray. Maona haya